Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi daimaini mutalazimaini ila wakti maalum wa ba'd. Waislamu wapendwa, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha tena leo kukutana katika mitandao hii ya kijamii, ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi ule wa 12 na mwaka ni wa 2025. Ndio tumekutana tena kwa mara nyingine katika mitandao hii ya kijamii. Wapendwa Waislamu na wale ambao hawajabaktika kuwa Waislamu, leo niko na ajenda fupi, ndogo halafu fupi, lakini muhimu sana. Waislamu wapendwa, nafikiri jana ama juzi ilikuwa ndio siku ya Christmas, yani Xmas. Nataka kwa dakika kidogo tu niguse kidogo tu kuhusu hii siku ya Christmas, halafu niingie kipengele cha pili ambacho kimesababisha taharuki katika mitandao ya kijamii kuhusu matamshi ya shekhe fulani kuhusu suala zima la Christmas. Niweze kufafanua tu. Kwanza, Christmas, Wakristo wazuri na Waislamu wapendwa, inaandikwa kwa aina mbili. Kuna Christmas inaoanza na CHRI, yani kama vile ukisoma kawaida itasomeka Christmas, lakini ni Christmas tu. Halafu kuna aina ya pili inaanza na X-MASS, yani Xmas. Ipi ni original hapa kati ya hizi mbili? Jawabu, ni hii inaanza na X-MASS, mass. Xmas maanake katika namba za Kirumi, X maanake ni 10. X katika namba za Kirumi maanake ni 10. Mass maanake ni meza. Kwa hivyo ukisema Xmas unasema meza ya watu 10. Na ilikuwa kuwaje mpaka ikawa meza ya watu 10 hapa? Maana yake ni watu 10 kutoka nchi 10 duniani waliokaa wakajadili na kuulizana, kwani Yesu alizaliwa tarehe gani? Mwaka gani? Mwezi upi? Ikiwepo Marekani, Uingereza, Italia, Germany, France, mpaka nchi 10. Lakini matokeo yake hawakupata jawabu katika kikao kile. Sasa baada ya kukosa jawabu ndani ya kikao kile kwamba Yesu alizaliwa tarehe fulani mwezi fulani, ikawa hakuna, ikabidi dunia ibaki tena gizani. So ilipokuja hali ya mwezi wa 12 tarehe 25, ikasemwa kwamba ni siku ya kuzaliwa Yesu. Kwanza msemaji huyo hajajulikana ni nani. Muidhinishaji wa hii siku kwamba ni siku ya kuzaliwa Yesu hajulikani ni yupi. Alafu muhimu zaidi ni Biblia. Biblia nayo pia haisemi kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, hakuna. Isipokuwa kila unayemuuliza katika mapadri anakuambia mimi ninavyoona mimi, mimi ninavyoona mimi, mimi ninavyoona mimi. Wewe unaona wewe kama nani? Wewe ni nani wewe paka unaona tufate maoni yako? Maandiko kama hajasema hiyo kwisha. Hakuna stori nyingi. Kwa hivyo kwa ufupi tunarudi pale pale kwamba Christmas, siku ya kuzaliwa Yesu, kwenye Biblia hii kitu hakuna, kwenye Qur'ani hakuna. Kwa hivyo kwa ufupi, hii ni siku ya kujitengezea wenyewe, sikukuu tuliyojipangia wenyewe. Kwa hivyo ukisoma Methali 3:5, naomba nisome Biblia kwanza, halafu utaweza kunielewa zaidi. Methali 3:5 inasemaje? Naomba unipatie kitabu cha Biblia, halafu ndo utaelewa hii Christmas ifatwe, Christmas isifatwe. Halafu sasa ndo nije kipengele B ambacho leo kimezua taharuki katika mitandao ya kijamii. Kila mtu anamshambulia shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani. Leo inshallah hilo nataka niliweke wazi,
na liwe sawasawa, wala huyo shekhe hana makosa hata kidogo, wala hajakosea katika kuongea, wala hajakosea chochote katika mazungumzo. Ako sahihi kabisa. Shekhe huyo anayeshambuliwa yuko sahihi kabisa, na leo utaona kabisa nikiweka wazi na nikiweka mambo sawasawa. Methali sura ya 3 mstari wa 5. Ngoja nisome Biblia, inasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Maandiko linasema mtumaini Mungu kwa mambo yako yote. Yaani kila leo lisema Mungu likaandikwa, ndio hilo linafaa kufatwa. Ndio tukilifata tutakuwa na matumaini ya kupata uzima wa milele huko tunakokwenda. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Maanake jambo lolote ambalo litaletwa haliko kwenye Biblia wala Qur'ani hakuna wala inaonekana hilo ni jambo ambalo lilitungwa, limetoka akilini. Mungu anasema hapa lisifuatwe. Kwa hivyo, kwa sababu Christmas katika Biblia hakuna, kwenye Qur'ani hakuna, ni wazi kwamba haifai kufatwa. Na ikiwa kitu hakijaamrishwa na Mwenyezi Mungu, automatically kimeamrishwa na sheitani, na kitu ambacho sheitani anakikataa, anakipinga, kimeamrishwa, anakifuata, ujue Mungu hajakiridhia, na anachokiridhia Mungu shetani anakipinga. Sasa basi, tusiende moja kwa moja kusema kwamba Krismasi ni sikukuu ya nani. Tunakwenda hivi kwa ufupi. Krismas ni sikukuu ya watu waliojipangia, si sikukuu ya Mungu. Halafu kinachokusudiwa hapa ni kwamba ni Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Yesu ambaye kwa imani ya ndugu zetu wanadai ni mwana wa Mungu. Qur'ani imekuja kusema kwamba ukidai wewe na ukiamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, zinakaribia mbingu na ardhi kupasuka na milima ikakatika vipande vipande, ardhi kapasuka. Kwa hiyo kauli moja tu ya kudai kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani na Waislamu, hili ni suala ambalo halikubaliki, haiwezekani. Na sio huyu tu peke yake anayedai kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ukisoma sura ya 5 aya 72, Mwenyezi Mungu anasema lakad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasihu Isa ibn Maryam. Wamesha kufuru. Ni aya jamani, si maneno ya Bafana hayo. Wamesha kufuru, yani wameshakuwa makafiri wale wanaodai kwamba Mwenyezi Mungu ni Yesu Masihi mtoto wa Mariamu. Hii ni aya sura ya 5 aya 72. Lakad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasihu Isa ibn Maryam. Wamesha kufuru, yani wameshakuwa makafiri wale wanaodai kwamba Mwenyezi Mungu ni Masihi Yesu mtoto wa Mariamu. Ukishuka 75 hapo, Mungu anasema tena wamekufuru wale wanaosema ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu. Angalia hizi kufuru zimetajwa kwenye aya hapa. Wamekufuru wale wanaodai kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu. Kufuru maana yake, tafsiri yake, maana yake ukishatenda kufuru maana yake unakuwa kafiri. Sasa kafiri watu wanafahamu kwamba ni tusi. Wewe ni tusi, ukiitwa kafiri wewe ni matusi, imeeleweka hivyo. Lakini kiuhakika kafiri maana yake si tusi. Ngoja nikwambie ule ukweli. Kafiri maana yake ni mtu yoyote anayepinga maneno ya Mungu. Basi hata kama ni Muislamu amepinga neno la Mungu, huyo ni kafiri. Haijalenga kwamba anayepinga neno la Mungu ni Mkristo peke yake, kwa hivyo yeye ndo kafiri. Hata Muislamu akienda kinyume na Mwenyezi Mungu anakuwa kafiri. Lakini tizama kwenye Biblia, kafiri ni mtu alioje? Hii ni ufafanuzi ambao ni umefafanua kutokana na aya zinavyosema. Lakini hata ndani ya Biblia inasema kafiri ni mtu alioje. Fungua kitabu cha Yuda 1 mstari wake wa 4. Yuda 1:4. Kafiri ni nani? Isieleweke kwamba kafiri umetukanwa, umedhalilishwa, ni lugha mbaya hiyo. Hata mimi naweza kuwa kafiri.
bora nikiuke maagizo ya Mungu, mimi na wakafiri. Kafiri si tusi. Kafiri jamani ni sifa ya mtu. Sasa sikiliza, kwa mujibu wa Biblia, Yuda sura ya 1 mstari wa 4, maana ya kafiri ndio hii. Inasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristu. Kwa hivyo ukiwa unampinga Mwenyezi Mungu aliye mmoja, ukasema huyu Mungu mmoja ana wasaidizi, Mungu ni mmoja lakini ana mwanawe, Mungu ni mmoja lakini unajua yeye anasaidiwa, totally unakuwa kafiri. Kafiri maana yake ni mtu anayepinga kwamba Mungu si mmoja. Hapana, ni kafiri ni mtu ambaye anaamini Mungu ni mmoja, lakini huyo Mungu mmoja ako na wasaidizi. Huyo ndio kafiri, ndugu zangu, nataka muelewe hivyo. Kafiri si kwamba ati haamini kwamba kuna Mungu. Anaamini Mungu yuko, kama vile Muislamu anaamini Mungu yuko, lakini kuna kitu anazidisha. Kafiri anaamini Mungu ni mmoja, lakini ako na wasaidizi, lakini ako na familia, lakini ako na watoto. Maana Mungu akiwa na mtoto leo, ndugu zangu, kesho atapata mjukuu. Sasa itabidi hapa Mungu arithiwe uungu wake, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hivyo nifafanue kwa kusema kwamba sikukuu ya Krismasi kwenye Biblia haipo, kwa hiyo haifai kufatwa. Sasa nimepita katika mitandao ya kijamii, nikaona kuna shekhe wangu ambaye anashambuliwa sana na maneno kwamba wewe hufai, lugha yako ni chafu, wewe Shekhe Bafana wewe hufai. Kwa nini sijui unaambia watu kwamba chakula cha Krismasi asiye Muislamu akikuletea usile? Wewe unatenganisha, unaleta ukabila, unagawanya watu kwa mambo ya udini. Sikilizeni niwaambie nyinyi wenye kuongea hivyo, Shekhe Bafana hakusema hivyo. Sikiza nikwambie Shekhe Bafana alichokisema. Bafana alichokisema ndio hiki hapa, kisikilizeni. Ahibati fillah, hakuna siku iliyokuwa hatari duniani kama siku ya Krismasi. Hii ni siku ambayo mbele ya Mungu ni hatari kuliko siku zote, na uhatari wake Mwenyezi Mungu anasema imekaribia mbingu kuchanika chanika na ardhi kupasuka pasuka na majabali yakapeperushwa pale walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Mwenyezi Mungu anasema waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada, wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo mtoto na yeye vile vile ana mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, hakika mmekuja na jambo la kukata maini, jambo la kuchukiza, jambo nzito sana hili. Uzito wake na hatari yake, takadu samawati yatafattarna min, imekaribia mbingu kuchanika chanika, watanshaqu al-ardu, na ardhi kupasuka pasuka, watakhiru al-jibalu hadda, na majabali yakapeperushwa, andau lirrahmani walada, walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan, Mwenyezi Mungu ana haja gani ya mtoto? Mwenyezi Mungu hana haja ya mtoto, ndugu zangu. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hana udhaifu ambaye viumbe wako naye, labda anatafuta mtu wa kurithi mali yake, au ambaye atamuonesha njia akiwa ameshafika uzeeni. Hana aibu hizi ambaye viumbe wako nazo. In kullu man fi samawati wal ard illa ati arrahmani abda, viumbe vyote vitakuja mbele ya Mungu siku ya Kiyama vikiwa ni waja wa Mungu, watumwa wa Mungu. Hakuna kwamba huyu atakuja ni mtoto wa Mungu, huyu ni rafiki yake Mungu, anajuana na Mungu zaidi. La, kila mmoja atakuja akiwa ni waja na ni mtumwa wa Mungu. Kwa hivyo hii ni siku hatari, ndugu zangu, ambayo sisi Waislamu tunafaa tukae mbali nayo. Kama Saidina Umar alivyosema, kaeni mbali na sherehe za sikukuu za washirikina makafiri.
sherehe zao za Krismasi, sherehe ya mwaka mpya, sherehe ya Pasaka, sherehe ya Diwali. Hizi zote sisi Waislamu hatufai kusherehekea katika njia moja au nyingine. Na wewe Muislamu haufai kupokea zawadi ya mtu kama huyu katika siku hiyo. Hufai kumpatia zawadi katika siku ya Krismasi, kama vile kumpatia maua ama kumpatia kadi ya Krismasi ama kumwambia baadhi ya maneno kwamba Merry Christmas. Haya yote yameharamishwa, kwa sababu utakapomwambia au kupokea zawadi yake au ukampatia zawadi ya aina yote ile, umeshiriki kumtukana Mungu, kwamba Mungu leo amezaa mtoto, kwamba Mungu naye ana mtoto. Na hili ni jambo la hatari kubwa sana wewe Muislamu kuyatekeleza mambo kama haya. Sisi leo hatujakatazwa kuishi na hawa watu kwa amani, tutaishi na wao kwa amani, ujirani mwema, tutafanya nao biashara ya halali, tutawasaidia pindipo kuna haja ya kuwasaidia. Leo amepatikana mtu na matatizo katika hao wasiokuwa Waislamu, na wewe Muislamu una uwezo msaidie. Alafu baada ya Bafana kuwa ameongea hichi hapa, hakusema Bafana kwamba siku zote mkiishi na Wakristo msichukue zawadi zao wala wao msile chakula chao. Bafana hakusema hivyo. Bafana amesema hii siku hii ya Krismasi hii moja, kasema hii sikukuu moja hii ndo Mkristo kama amechinja huko akakuletea, kwa akiwa anaamini kwamba hii inaadhimisha siku ya kuzaliwa mwana wa Mungu, wewe Muislamu usichukue hiyo, kwa sababu ukila utakuwa unaunga mkono na umekubali kwamba Mungu ashazaa na mtoto. Bafana alichokiongea amesema hii siku hii moja ya Krismasi hii peke yake. Hakusema kwamba sasa baada ya Krismasi kila siku Mkristo akikupa zawadi usichukue. Tafadhalini bwana. Sisi wote ni watu tuna akili, na hizo klipu zimesambaa na tumesikia sana na tumezielewa tu. Tena Bafana pale alipozungumza alikuwa anaongea, anawaambia Waislamu wenzake. Hakuwa anawaambia Wakristo, alikuwa anawaambia Waislamu wenzake. Tena si maneno yake Bafana, amesema Sayyidna Omar alisema jitengeni na sikukuu za makafiri, yani sikukuu za wanaompinga Mwenyezi Mungu, ndio maana ya kafiri. Sasa tuambiane ule ukweli, kama wewe unasema ni Mkristo, unasema umeshambuliwa, unasema kwamba umeongelewa vibaya, unasema kwamba wewe umetukanwa, tuulizane ule uhaki kabisa, wewe humpingi Mungu wewe? Tuambiane ule ukweli ndugu zangu, Wakristo hawampingi Mungu, wanampinga. Na nimesema kwa kauli hii kwamba si Wakristo peke yao wanaompinga Mungu mpaka waitwe makafiri. Hata ukiwa Muislamu na unampinga Mungu utakuwa kafiri vile vile. Kwa hivyo isieleweke kwamba huyu shekhe amesema kwamba basi siku zote Mkristo akikupa zawadi usichukue, msishare pamoja katika mambo ya kijamii. Hakusema hivyo shekhe wetu Bafana. Mimi nimemwelewa vizuri tena kwa undani. Amezungumza hii siku hii peke yake. Tena kuna klipu nyingine hii hapa, ameeleza wazi kwamba kama ni siku ya Krismasi amekupa zawadi usichukue, lakini jana yake, kesho yake ndio Krismasi, jana yake akikupa zawadi Mkristo chukua. Baada ya Krismasi imeisha, siku inayofuata hapo mbele akikualika pilau, akikupatia zawadi chukua. Si klipu hii hapa. Hiyo ni automatic. Wewe kazi yako ni kupika, wewe ni mpishi, kila siku unawapikia hawa watu, lakini siku hiyo unajua wazi hawa wanapika kwa sababu ya Krismasi. Hiyo ni wazi, hata bila kuambiwa. Hii ni wazi. Mfano wewe kila siku wanakuletea mnyama tuchinjie bana. Siku ya Krismasi usichinje. Siku nyingine wachinjie. Siku nyingine pokea zawadi yao. Siku nyingine wapelekee zawadi. Chukua chakula chao, peleka chakula chenu madamu ni ya halali. Lakini siku ya leo kaa mbali ndugu yangu. Hii ni wazi wanasherehekea kwa ajili ya siku hiyo. Mbona hii amuoneshi hii? Mbona mnaonesha tu ile tu moja, tena mmekata kipengele kumharibia jina na kumkashifu shekhe Bafana? Naomba tuweni waadilifu. Tuweni waadilifu, alafu tuwe saa zote ni watu ambao tunakuwa wasawa. Sheikh Bafana wala hana makosa yoyote kuzungumza maneno yale. Alikuwa anawaambia ndugu zake Waislamu kwamba hawa ndugu zetu msichukue siku ya Krismasi, msichukue zawadi zao.
pilau atakayoipika msile wala msisherehekee. Kwa nini? Haituhusu sisi. Kuna ubaya gani Bafana akiwaambia Waislamu wenzake hivyo? Waachieni wenyewe washerehekee, nyinyi msisherehekee. Na hata chakula chao wakipika hiyo siku msichukue wala msile. Lakini hiyo Krismasi ikishaisha, basi siku inayofuata hapo mbele zawadi wawape, chukueni kama kawaida wakiwapa. Ama Krismasi ni kesho, ukikaribishwa leo na Mkristo ukae ule ula. Nafikiri hapo itakuwa imeeleweka. Hakumaanisha kwamba miaka yote Bafana mkikaa na Wakristo zawadi zao msichukue. Acheni kutafuta sababu za shekhe wetu kutaka aeleweke makosa, na hali ya kuwa hapo makosa hakuna. Secondly, ikiwa ni suala la sikukuu zingine kama vile sikukuu ya mwaka mpya, sikukuu ya Easter Monday, Good Friday, sasa hizo sisi kwa hakika kabisa hazituhusu. Mbona sisi hatuna shida na Jamhuri Day? Mbona hatuna shida na Mashujaa Day? Hatuna shida nazo hizo. Lakini sasa tunajua hizi sikukuu za serikali, sikukuu za atakayesherehekea sherekea, asiyetaka. Tunazungumza sikukuu za dini. Sikukuu za dini ndio shida tu hapa. Kwa hivyo Waislamu wapendwa, nilikuwa nataka kufikisha ujumbe mfupi kwamba shekhe wetu Bafana hajakosea alipozungumza maneno hayo. Kwa hivyo mumuelewe, miongoni mwa mashekhe ambao mimi nawakubali kabisa na nawapenda sana, mmoja ni shekhe wetu Bafana. Huyu mimi ananipungaga tu sana. Yaani katika mashekhe ambao mimi wananipunga kabisa mada zao. Yaani mimi hata kama nala mimi naacha kula nasikiliza mawaidha ni Shekhe Bafana. Bas, mashehe wengine nawapenda pia, lakini huyu ni zaidi ya ziada huyu. Kwa hivyo inshallah Mungu, Shekhe Bafana, Mungu akujalie mwisho mwema, na inshallah akusamehe madhambi, na uendelee kutoa darsa na dawa. Wale ambao hawatakuelewa ni kusudi zao, lakini uko wazi na umeeleweka kabisa Shekhe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.